Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. 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 Asante sana praise team kwa kazi nzuri. Asante kutuongoza kwenye kipindi kizuri cha kumsifu na kumwabudu Mungu. Wapendwa kanisa la Mungu wa ibada hii ya pili, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Asante kwa kuwahi na kuja kwenye ibada yetu hii ya pili, ibada ya kipekee sana ya tarehe 14 mwezi huu wa Disemba 2025. Niombe, chukua Biblia yako na daftari lako, twende tukajifunze au tukaangalie maneno ya Mungu mchana wa leo. Mungu aliye baba yetu, Mungu aliye mfalme wetu, analo neno la kusema nasi mchana wa leo. Kufungua moyo wako ili uweze kusikia na kupata kitu ambacho Mungu anataka tukifanye. Asubuhi kwenye ibada ya kwanza niliwaambia watakatifu kwamba majira haya ni majira ya mwisho wa mwaka, ingawaje leo sio siku ya mwisho wa mwaka. Si ni sawa jamani? Ibada hii sio ibada rasmi ya mwisho wa mwaka, lakini pamoja na hayo Mungu amenipa ujumbe ambao unaleta tafakari na tathmini ya kufunga mwaka. Naomba upokee, tutafakari pamoja, tutembee pamoja, tupate suluhisho la pamoja. Haleluya wapendwa, haleluya. Karibu kwenye tathmini fupi na tafakari fupi na rahisi inayohusu maisha yako wewe mwenyewe binafsi na maisha yangu mimi binafsi, inayohusu kanisa la Mungu UCC. Juu ya nini? Tutafakari, tuone tumefanya nini, nimefanya nini kwenye maisha yangu. Tuone umefanya nini wewe kwenye maisha yako na UCC kafanya nini. Tutafakari, tutathimini kwa pamoja, nimepata nini, umepata nini, umevuna nini, nimevuna nini, tumevuna nini, tuna viwango gani, tuna hali gani ya uhusiano na Mungu wetu. Je, tumeimarika kiasi gani? Je, tumepungua kiasi gani kwa mwaka 2025? Lakini je, na ule mwaka 2024 ulikuwaje? Na 2023, 2022? Kwa maana kwamba unaweza karudi nyuma miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, mitano, 10, 15, 20, 25, kadiri ya neema yake Mungu ilivyo juu yako, ulivyoanza uhusiano wako na Mungu, tangu ulipoingia kwenye wokovu, tangu ulipoamini, uhusiano wako na Mungu umeendeleaje? Kama mlikuwa tunaenda naye pamoja, Mungu unatembea pamoja naye, safari ilikuwa njema. Leo je, bado unaendelea na safari yako vizuri? Kama umepoteza mwendo, ulipoteza lini? Kwa hiyo unaweza ukarudi nyuma miaka miwili mitatu, kagundua nimepoteza tangu miaka miwili iliyopita, tangu miaka mitano iliyopita, tangu miaka 7 iliyopita. Ukaangalia nini kimekufa, nini kiko hai, nini kimepotea, nini kipo. Haleluya wapendwa, haleluya. Kwa hiyo ni siku ya kutusaidia kujikagua, na naomba nikutie moyo, tutumie nafasi hii
Kila mmoja apitie kabrasha lake la kiroho, pitia mafaili yako ya kiroho, pitia na kuona kwamba hali yako ikoje, alafu tuje kwenye suluhisho la kurudi kwenye uzima usiokoma ambalo ndio kusudi la Mungu la tangu milele. Haleluya! Sasa andika kichwa cha somo, kufukua visima vilivyofukiwa. Kufukua visima vilivyofukiwa. Kufukua visima vilivyofukiwa. Nitoe ufafanuzi kwa utangulizi. Kibibilia tunapozungumza kufukua visima vilivyofukiwa, moja kwa moja inalenga au inahusisha kurejesha. Tendo la kufukua vilivyofukiwa inahusisha kurejesha, inahusisha kuanzisha tena. Kurejesha kwa sababu vilikuwepo vikaondoka, vilikuwepo ulinyang'anywa, vilikuwepo vimeibiwa, vilikuwepo vimetekwa, vimepelekwa mahali pasipo pako. Sasa unarejesha, unaanzisha tena. Ni tendo au ni jambo linalohusisha kuchimbua, kuvipata vilivyopotea. Unachimbua mpaka uvipate vilivyopotea. Ni tendo linalohusisha kufufua vilivyolala au vilivyokufa, kuvifufua. Katika imani ya Kristo Yesu, kufufua vilivyokufa inawezekana na inakubalika. Sisi wenyewe tulikuwa tumekufa, na kwa kumwamini Yesu Kristo na kazi ya msalaba tumefufuliwa, tumekuwa hai tena. Haleluya jamani, haleluya tena, amen. Kwa hiyo inahusisha kuamsha kilicholala, ambacho kilikuwa muhimu lakini kikapoteza umuhimu wake. Kilikuwa mikononi mwako kikaondoka. Kimekuwa hakitoi zile baraka zilizokusudiwa, kimezibwa. Unakifufua, unakifukua, unakileta peupe, maana kimezibwa, kimefukiwa kwa hila, kimekomeshwa, kimeondolewa mahali pake. Na tukasema sababu za haya yote kutokea, moja ni uzembe. Uzembe wa mwenye kitu hicho, uzembe wa wewe na mimi. Tunazungumza mambo ya rohoni haya. Ulegevu, uvivu unaweza kupelekea kupoteza, unaweza ukapelekea kuvifukia vile tulivyopewa na Mungu. Tukasema sababu nyingine ya kufika mahali pa kuvipoteza, kuto kuviona tena, kuvifisha na kuvifanya vilale. Sema sababu nyingine ni kuto kujua thamani yake. Asubuhi nilisema hakuna anayeweka kitu cha thamani mlangoni, mahali pa kuingilia kwenye nyumba yake. Hakuna anayeweka pesa 10,000 hizi, 5,500 hizi, 2,200, 1,100, hata shilingi 100 na 500 hatuziweki mlangoni. Hata hiyo meza ya sebuleni nayo huwa hatuweki. Hata hilo kabati la sebuleni huwa hatuweki, labda tunaweka kwa muda fulani mfupi. Umemwachia mtoto hapo kwamba hii hela nimekuachia hapo kabatini, utaenda kununua mboga. Na wakati mwingine tunasema uwe makini wakisija kaingia watoto wenzako wakaichukua. Pesa tunaweka wapi? Chumbani. Na chumbani nako kuna jaribu. Kina mama huwa wanaziweka kwenye pochi zao, na akiweka kwenye pochi yenyewe nayo anatafakari, niiweke wapi? Maana nimeweka 100,000 yangu kwenye pochi. Unakuta ile pochi amebeba, ameenda kuitumbukiza ndani ya kabati. Na wakati mwingine anajaribiwa kuiweka chini ya uvungu wa kitanda, chini ya uvungu wa meza yake. Jamani, haleluya! Hiyo yote ni kuthamini ile fedha yake iliyo kwenye pochi. Inaweza kawa ni mikufu na heleni na pete. Kina mama wanazitunza, haziweki peupe.
Sisi kina baba hizo 10,000 huwa hatuweki peupe, tuna makoti tumening'iniza vyumbani kule, unakuta unaenda unaweka wapi? Kwenye mfuko wa ndani wa koti. Na mko wewe na mkeo, sio kwamba unamuogopa mkeo kwamba ataiba. Na wakati mwingine unamwambia mke wako, hela hii nimeiweka hapo kwenye mfuko wa koti, inafichwa. Kwa nini? Kitu cha thamani. Usipotambua uthamani wa kile Mungu alichokupa, ni ngumu sana kukitunza. Tunachukulia ni kawaida tu, na imefika mahali hata wokovu kuwepo kanisani tunaona ni kitu cha kawaida tu. Maisha ya wokovu tunaona ni ya kawaida, kuwepo kanisani tunaona ni kama ni haki yetu, lakini kumbe ni fursa, ni jambo la kipekee, ni jambo la ajabu, ni jambo la upendeleo tumetendewa na Mungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia sababu ya kupoteza ni kutokulindwa. Tunapoacha kuvilinda, usipokilinda kinapotea. Hizo pesa tungeweka wapi kama milango ufungi? Unaacha milango wazi, unaondoka unaenda kwenda kanisani, unaishi Tegeta, unaishi Boko, unaishi Bunju, unaishi Goba, unaishi Kimara, unaishi Manzese, unaishi Riverside, sijui Kisukuru kule, umeacha mlango wazi. Huyo kanisani UCC milango iko wazi, watapita tu na watasachi mpaka wataipata 100,000 yako, hujailinda. Lakini sababu nyingine ambayo nimeifanya kwa ya mwisho na naomba uizingatie sana, sababu nyingine ni hila za adui. Hila ya adui Ibilisi inapelekea tupoteze vile vya thamani tulivyopewa na Mungu. Sasa kupitia tafakari ya mchana wa leo juu ya kufukua visima vilivyofukiwa, naomba nikupitisha kwenye mifano ya kibibilia ambayo inatupa dhana pana inayoonyesha kufukuliwa kwa visima vilivyofukiwa kulivyoleta mabadiliko, kulivyoleta utele wa ustawi katika maisha ya watumishi wa Mungu tulioandikiwa habari zao kwenye Biblia. Nikasema wakati na tafakari hili somo, nikawa nimepata maandiko makubwa, ilisema 4 lakini ni 5, maandiko 5. Maandiko makubwa mangapi? 5. Mwingine unaweza kusema mchungaji umeweka mengi, kwa nini usiweke tu 2 au 3? Ni kwa ajili ya kujipatia ufahamu. Sasa naomba niyaseme yote kwanza kwa pamoja, nikutajie uyaandike, alafu tutapitia kusoma 1 au 2, tutakuwa tumemaliza. Andiko la kwanza tutaona mfano wa visima vilivyofukiwa na kisha vilivyochimbwa alafu vikafukiwa tena vikachimbuliwa alafu vikaleta baraka kwenye maisha ya Isaka. Visima vya Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 18 mpaka wa 22. Mwanzo 26 18 mpaka 22. Naomba andika, na tuandike na andiko lingine, usifungue Biblia kwanza, tuandike andiko lingine. Kutoka hapo hali tumejifunza kwamba visima ni chanzo cha maji, na maji ni uhai. Maji ni chanzo cha ustawi wa mwanadamu. Mwanadamu pasipo maji hana uhai, hana kustawi. Maji yanaonekana kitu kidogo, lakini ni chanzo cha ujasiri katika maisha ya mwanadamu. Nimeenda mbali nikasema maji ni chanzo cha ushindi wa maisha ya mwanadamu juu ya uso wa dunia. Jamani, haleluya! Sasa Israeli wakivuka kutoka kule Misri utumwani, wamevuka bahari ya Shamu, wamefurahi, wamemsifu Mungu, wamemwimbia nyimbo za sifa,
wamemtukuza Bwana ni Bwana wa vita. Mpanda farasi na farasi wake wamepigwa, wamezamishwa baharini kwa sababu ya mkono wa Mungu wenye nguvu. Miriam amewaongoza Israeli, wanamsifu Mungu, wamemfurahia Mungu. Mungu naye amefurahi, anawapa nafasi ya kuendelea na safari. Mbele yao wanakutana na jangwa, wanakutana na ukame, wanakutana na ukiwa. Mioyo yao inaingia kutu, mioyo yao inafukiwa kama kisima kilichofukiwa, kisima kilichokuwa kinatoa sifa, kinatoa maneno ya baraka, maneno ya matumaini, maneno ya ushindi mbele za Mungu wao. Mioyo yao inafukiwa na hofu, mioyo yao inafukiwa na hila ya adui Shetani. Anawaambia hamwezi kuvuka, hamwezi kufika mnakokwenda. Tazama, Mungu wenu amewadanganya, mko jangwani, mtakufa, mtaangamia. Shetani anahubiri, Shetani anafundisha kwa sababu ya mazingira yaliyowazunguka. Israeli wanaingia kwenye mtego, wanamgeukia Musa, wanamwombea Musa, umetuleta ili tufe jangwani. Kwani kule Misri hakukuwa na nafasi ya kuzikwa sisi? Hakukuwa na ardhi ya kuchimbiwa makaburi? Wanasema wanaenda mbali, wengine wanakumbuka vitunguu swaumu, wengine wanakumbuka matikiti maji, vitu gani, vyakula vya kule Misri. Wamesahau kabisa ishara na maajabu yote ambayo Mungu ameyatenda kule Misri, na kisha kuipasua bahari ya Shamu na kuwavusha. Musa anageuka, anamlilia Mungu. Mungu anasema, mimi ni Mungu nisiyeshindwa, ni Mungu nisiye wa wafu, ni Mungu wa walio hai. Haleluya! Palipokufa natia uzima, pasipo na matumaini natia matumaini. Anamwambia Musa, piga mwamba. Musa anapiga mwamba, maji yanatoka. Israeli wanaburudika, Israeli wanahuishwa tena, Israeli wanapata matumaini tena, Israeli wanapata uhai tena, Israeli wanapata tena sauti ya ushindi dhidi ya Shetani, dhidi ya mauti. Wanaacha kuogopa kufa, wanaona maji yametoka, wanachangamka, wanaburudishwa. Na Biblia inasema ule mwamba uliotoa maji alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya jamani, haleluya. Andika kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 1 mpaka wa 7, kisa cha huo mwamba uliotoa maji. Kutoka 17 1 mpaka 7. Andiko jingine linalotupa tafakari liko kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 47. Ezekieli 47 mstari wa 1 mpaka wa 12. Ezekieli 47 mstari wa 1 mpaka wa 12. Kwa kifupi, hapa ni maono ya Ezekieli. Anaona katika ulimwengu wa roho Israeli wakiwa utumwani tena, hekalu limeharibiwa Yerusalemu, ibada ni kama imekufa. Israeli wako kwenye kipindi kigumu. Mungu anamchukua Ezekieli katika roho, anamwonyesha hekalu na mto wa maji unatoka kutoka kwenye kizingiti cha hekalu, alafu anampitisha kwenye shule kupitia yule malaika anayemwongoza. Anapima hatua 1000. Biblia imeandika dhiraa, mimi natamka kwa lugha ya sasa. Pigwa hatua kama 1000 hivi, wametembea. Anaona maji yaliyokuwa kama yapo ardhini hayana kina. Anaona kina kimeongezeka mpaka kufikia wapi? Kwenye vifundo au kwenye viweko vya mguu. Anapimiwa tena hatua 1000, anakwenda, anaona maji yanapanda, anafika magotini. Anapimiwa hatua tena 1000, maji yanapanda, anafika kiunoni. Halafu hatua zingine tena 1000, maji yaliyo mengi,
mto usiovukika, mto uliojaa, wenye uzima, wenye uhai, wenye kuburudisha mwili, mtu ambaye ni mtu mzima anazama. Maana yale ya kwenye viweko huwezi kuyaoga, yale ya kwenye magoti huwezi kuzama humo ukaburudika, lakini yale yasiyovukika, mabingwa wa kuogelea wanaogelea kwa raha. Sisi tusiojua kuogelea, unajibanza mahali fulani lakini una raha, unazama kichwa mpaka miguu, miguu mpaka kichwa, unaburudika na yale maji. Haleluya jamani, haleluya. Alafu yanapewa sifa. Biblia inasema ule mto ukayafikiria maji ya bahari, bahari ya chumvi, Dead Sea, bahari iliyokufa. Anasema mto ule ulipofika pale, yale maji yakaponyeka. Anasema mahali penye matope na chumvi pakaponyeka. Palikuwa hapana viumbe hai, pakawa na viumbe hai. Hapo anasema pakawa na wingi wa samaki, na kisha miti ikaota kando ya yule mto. Maji hayo mengi, ile miti iliyoota ikawa na majani yasiyopukutika, yanazaa matunda kwa majira yake. Ni mahali pa chakula, ni mahali pa ustawi, ni mahali pa utele wa uzima, ni mahali pa burudiko, ni mahali pa ushindi, ni mahali pa majasiri, ni mahali pa watu wanatafakari, wanatamka vitu vikubwa vizito, watu walio na Mungu wao. Haleluya jamani, haleluya. Andiko la 4, Injili ya Yohana sura ya 7. Na kwenye haya maandiko kuna 7 zinatajwa nyingi, ndivyo Mungu ametupa kuyasoma hivyo hivyo. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 37 mpaka 39. Biblia inasema siku ile sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, haya, mwenye kiu na aje anywe, maana mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Haleluya. Anatualika kunywa maji, kunywa mto ambaye anasema ni mto wa maji yaliyo hai. Inatupa tafakari ya kuunganisha na Ezekieli, inatupa tafakari ya kuunganisha na Kutoka, inatupa tafakari ya kuunganisha na Mwanzo. Kwenye visima vya Ibrahim tunaona kwenye mwamba maji yanatoka, tunaona kwa Ezekieli maji yanatoka hekaruni, tunaona tena Yesu anataja maji. Haleluya. Alafu Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7, tunaona Yesu ana neno kwa kanisa. Tumepewa mfano wa kanisa la Efeso. Yesu analisema lilivyo na sifa njema, lakini baadaye anasema bado kuna neno moja kwako, umepungua neno moja kwako. Anasema naona hujakaa sawa. Anatuma ujumbe kwa kanisa, anasema kaa chini, tafakari, uone ni wapi ulipoanguka, rudi ukatubu na utengeneze, ili jina lako liwe jina la aliye hai na wala si jina la aliyekufa. Wapendwa, maandiko haya nimeyasema na leo tumeenda kwa mfumo huo. Naomba usiwe mvivu, jitie nguvu. Maandiko haya yasiishie hapa, nenda kayasome katika utulivu wako, kayatafakari kwa mtiririko huu. Vinginevyo tungekuwa na muda tungefundishana neno kwa neno, lakini nimekuwekea njia ya kukusaidia kwenye tafakari yako mpaka tunapofika mwisho wa mwaka huu. Usikubali kupoteza ulivyopewa na Bwana. Haleluya jamani, haleluya. Naomba nilete tafakari ya kwenda kwenye hitimisho kutoka pale kwa Isaka. Hayo maandiko naomba tuyasome, ile ya kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 26. Nimesema ni mstari wa 18 mpaka 22. Naomba nirudi nianze kusoma mstari wa 12 kupata mtiririko kidogo. Biblia inasema mwaka huo
Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, naye akapata mavuno mara 100 zaidi. Unaona watu wa Mungu wanapofanikishwa, anapata zaidi. Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu. Haya ndiyo mafungu yetu. Akazidi kustawi. Sio lazima iwe katika mwili tu, na katika roho ndio zaidi. Tuwe na ukuu katika roho, tustawi katika roho, tuwe na utajiri wa rohoni, kisha uzae ule wa mwilini. Haleluya! Alafu inaendelea, anasema hata akawa mkuu sana, akawa na mali ya kondoo, anasema vitu vya mwilini, na mali ya ng'ombe, na watumwa wengi, hawana hata idadi. Alafu hawa Wafilisti wakamhusudu, maadui tayari. Nilisema kuko kufukiwa kwa sababu ya hila ya nani? Ya adui. Na hapa ni adui Ibilisi. Ndiye adui namba 1 wa maisha yako, ndiye adui namba 1 wa kustawi kwako, ndiye adui namba 1 wa uzao wako, ndiye adui namba 1 wa biashara zako, ndiye adui namba 1 wa watoto wako, familia yako, ndoa yako, na kila kitu chako unachokitaja na kukibariki kwa jina la Bwana. Shetani hakitaki, anataka kukiangamiza. Biblia inaendelea, inasema baada ya kusema wakamhusudu wa Wafilisti, asema na vile visima, mstari wa 15, vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Abraham babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia. Pepo wachafu wamefukia vya kwako. Mawakala wa Ibilisi wanaopandwa nyumbani mwa Mungu wanavifukia. Wanafukia karama na vipawa tulivyopewa na Mungu, na wanafukia hata baraka za mwilini tunazopewa na Mungu. Biblia inaendelea, nasema Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza udongo. Hila hiyo. 16, Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Ondoka, usikae na sisi, ondoka. Basi Isaka akatoka au akaondoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi, akavichimbua vile visima vya maji walivyochimba siku za za Abraham babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Abraham, naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. 19, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari hawa wa jamii ya Kifilisti wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Wao ndio waliofukia, hawajachimba. Lakini wanakuja, anafanya hila, anasema tokeni, haya maji ni ya kwetu. Wanamfukuza aliyechimba. Ndipo akaliita jina la kile kisima Eseki. Ni Isaka huyo, maana ameshaingia kwenye upambanaji nao, kwa sababu waligombana naye. 21, wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Stina. 22, akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, ametufanyia makao, ametufanyia kustawi, ametufanyia kuinuka, ametufanyia jina tena, ametupa jina la ushindi tena, amerejesha jina la utukufu wake tena, ametupa ujasiri tena. Ziko nyakati za kurejeshewa, ziko nyakati za kukusanywa tena, ziko nyakati za kushinda tena, ziko nyakati za kuliangalia teso lako kuwa kama mavi na kuuona ushindi katika Kristo Yesu ukiwa timilifu na mkamilifu. Ziko nyakati za kuimba nyimbo za sifa, ziko nyakati za kutukuza Mungu, ziko nyakati za kuwacheka adui zako, ziko nyakati za kuwekwa mahali pa juu sawa sawa na kusudi la Mungu la milele. Haleluya!
Jamani, haleluya! Tafakari ya uchimbuzi wa visima hivi. Isaka alikumbuka vile visima alivyovichimba baba yake, akavikumbuka, akakumbuka na kutambua thamani ya vile visima, akakumbuka na kutambua ni urithi wake, ni haki yake. Baba yake ndiye aliyechimba, akaenda kuvichimbua. Vimefukiwa na adui, vimefukiwa na Wafilisti. Hata sisi, hata wewe, kwenye maisha yako yako mambo adui ameyafukia kwa hila, yako mambo shetani ameyafukia. Mengine ameyafukia mwaka huu 2025. Tunapofika ukingoni, geuka nyuma, tazama, na Mungu akupe kugundua katika roho na katika mwili ni wapi wamefukia, ni nini kimefukiwa. Rudi kwa nguvu katika jina la Yesu. Rudi kwa nguvu katika nguvu za Roho Mtakatifu. Chimbua tena, fukua tena, omba virejee tena. Piga kelele kwa Mungu, msii Mungu, mwambie Bwana, uchumi wangu unateketea. Bwana, uchumi wangu unateketea. Inuka kwa jina la Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa neno la ushuhuda. Mkabili mwenye kufukia, mkabili shetani, mpinge shetani, mfukuze juu ya uchumi wako, mfukuze juu ya ndoa yako, mfukuze juu ya uzao wako, mfukuze juu ya watoto wako, mfukuze juu ya nyumba yako, mfukuze juu ya kila kitu chako kwa jina la Yesu Kristo. Ushindi uko mbele yako na utainuka kuanzia saa hii kama utaliamini neno la Bwana, na watu wote waseme amina. Haleluya, haleluya. Isaka amejua Wafilisti ndio waliovifukia, anapambana, anafukua, wanamjia tena, wanamnyang'anya, hakati tamaa. Shida yetu wengi tunakata tamaa, wengi tunakata tamaa. Wanaheri wenye bidii, wanaopambana pasipo kukata tamaa. Wamebarikiwa hao, huzikusanya baraka za Mungu, hudumu katika kushinda, hudumu katika uzima na ustawi katika Kristo Yesu. Ukiwa mtu wa kukata tamaa na kurudi nyuma, aisee, huyu jamaa anaitwa shetani, adui namba moja wa maisha yako, na ndiye adui wa Mungu pia. Sikiliza, ni fundi wa kukatisha tamaa. Anajua kuhubiri, anajua kuhubiri na kufundisha. Umesikia nimesema aliwaambia nini Israeli? Kaambia heri mungezikiwa wapi? Kule Misri. Lakini je, ni kweli kwamba walihitajika kuzikwa Misri? Na je, ni kweli Mungu aliweka mpango wa kuhakikisha wanazikwa jangwani? Shetani ndivyo anavyofundisha. Alilifundisha kanisa la jangwani, kanisa la Musa, na anafundisha na kuhubiri kwenye kanisa la leo. Leo Mungu anapokupa nafasi ya kutafakari, anaponipa nafasi ya kutafakari, anapotupa nafasi ya kutafakari na kujioji kama UCC, wote tugeuke, kila mtu angalie mahali pake, kila mtu achukue hatua. Kabili elimu ya shetani, mpinge shetani, na ushindi uko mbele yako katika jina la Yesu. Haleluya jamani, haleluya. Visima kama nilivyogusia mwanzoni ni chanzo cha maji, na maji ni chanzo cha uhai. Bila maji hakuna uhai. Asubuhi nilichokoza kidogo nikasema Dar es Salaam tumeingia kwenye janga la uhaba wa maji. Maji hamna. Hata hapa tu nimesimama hapa nimeona macho si hayana pazia. Tulipokuwa tunaanza ibada hapa, na nilipokuwa namalizia hapa praise wanaondoka, nafikiri tunapoanza nataka kuanza kuhubiri, nimeona hapa watu wanakuja na nini, toyo imebeba mapipa yale makubwa ya lita ni ngapi, lita ngapi zile anabeba, ni ndoo ngapi, ndoo 20 zile 12 ndoo 12 yamepakiwa kwenye toyo, mapipa kama 4 hivi wamepakia maji kwenye toyo. Sasa sijui wanaenda Manzese, sijui wanaenda wapi. Tunaujua uhaba wa maji. Mungu ni mwema, anatusaidia, tuko tunaishi, lakini kadiri taarifa za habari tunaona kama mambo madogo, ni mambo makubwa na mabaya. Sasa hivi tunaanza kusikia
mto Ruaha umepata kasoro, bwawa la Mwalimu Nyerere sio limekwaje, bwawa la Kidato sio limefanyaje. Mwenye sikio na asikie, na mwenye kufahamu na afahamu. Haya ni mambo ya rohoni. Tusipopiga magoti tukamtaka Bwana, uhai wetu uko mashakani. Sio kitisho, ni haki, ni hali halisi inayotukabili. Jamani, haleluya. Nakumbuka nilipokuwa naenda Dodoma mwaka 2018 masomoni. Ilikuwa 2018 17. Yes, 18. Nimeenda Dodoma, inajulikana ni kame. Na ndivyo ilivyo. Mvua za Dodoma ni za kunyesha kwa muda mfupi, na ikitokea inakata mahindi unachoma moto. Inanyesha mwezi huu wa Disemba, Januari ikikata au Februari, hapo huna mahindi, yalikuwa yanatoa mbelewele sio nini, anakauka, hayafai hata kulisha mifugo. Sasa nilipofika pale Dodoma, siku 2-3 zile za mwanzo ndo nahangaika na kusanya hiki na hiki kwa ajili ya kunisaidia kukaa kwangu chuoni. Nikaenda mjini kununua vitu fulani. Nikaingia kwenye duka la mama mmoja. Nilipouliza bei na nini na kununua, kama urafiki wa mtu na mteja wake, akaniuliza, wewe ni mgeni hapa Dodoma? Nikamwambia ndio, mimi ni mgeni. Na kipindi kile ilikuwa ndio serikali inahamia Dodoma. Kwa hiyo akajua labda mimi ni mfanyakazi wa serikali wale wanaohamia. Katika mazungumzo hapana, nikamwambia hapana, mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Biblia, nimekuja masomoni. Akatamka maneno haya, nimeyakumbuka. Mmoja akasema, tunashukuru sana kwa ujio wenu, wale wa serikali na nyinyi mnaokuja kusoma hapa Dodoma. 2, akasema tunaamini Dodoma inaenda kubadilika. Haitakuwa kame tena, haitakuwa na ukiwa tena, haitakuwa mahali pa utisho penye hofu ya kuishi. Asema Dodoma inaenda kustawi. Ni mtu hajaokoka, hamjui Mungu, lakini aliyatamka hayo maneno kama nabii anayetabiri. Alafu mwisho akaniambia, kwa kuwa wewe ni mchungaji, naomba mtuombee sana Dodoma. Mwaka ule mvua zilinyesha, Dodoma ilikuwa evergreen, kijani kama uko vile Mbeya, majani safi. Aisa Dodoma kumbe mvua zikinyesha inapendeza, nzuri. 2019 mvua zikanyesha, watu wakavuna, tumekula mahindi ya kutosha. 2020 safi. Hiyo miaka iliyobaki na kuachia utafakari mwenyewe katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Maji ni chanzo cha uhai, chanzo cha ushindi wetu, chanzo cha baraka. Sasa kutoka kwenye kuyaangalia maji kama chanzo cha ustawi wetu na nguvu zetu na ujasiri wetu na utajiri wetu na uponyaji, maji haya ya kimwili tuyalete sasa kwenye uhusiano wetu na Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, anasema Yesu aliposema mwenye kiu na aje anywe maji. Haleluya. Anasema alisema kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye atakuja kukaa ndani ya waaminio. Anasema huyo Roho wa Mungu atakaa ndani yao, atatoka ndani yao na kuathiri mazingira yao, na kuathiri watu wanaowazunguka, kuathiri watu wa nyumbani mwako, kuathiri watoto wako, kuathiri baba yako na mama yako, kuathiri kazi zako, kuathiri masomo yako. Naposema kuathiri sio kwa ubaya, ni kuathiri kwa positive, yani kutia uzima. Roho Mtakatifu ni roho wa uzima. Kwa uwepo wake ndani yetu anatia uzima kila kinachotuzunguka. Anatia uzima biashara zetu, anatia uzima makazi yetu, anatia uzima anga la mahali tulipo, anatia uzima nchi mahali tulipo, anatia uzima watoto wetu, anatia uzima wake zetu, waume zetu, kazi zetu, masomo yetu, biashara zetu, mifugo yetu.
kila tunachokifanya, kila tunachokiwaza, kila tunachokinena kikiunganishwa na Roho Mtakatifu, kimeungamanishwa na uzima wake, kimefungamanishwa na uzima wake, kinastawi, kinapiga kelele, inatimia lile neno. Sisi ni nuru ya ulimwengu, sisi ni chumvi ya ulimwengu, sisi ni baraka ya ulimwengu, sisi ni chombo cha kuufundisha ulimwengu, kumjulisha, kumtambulisha Mungu Yehova, Mungu asiyeshindwa, Mungu aliye wa milele. Kazi hiyo inakuhusu wewe na mimi. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Tupige hatua kwa kumalizia. Nimezungumza hayo ni ya upande wa mwilini. Upande wa rohoni, maji haya ambayo ni Roho Mtakatifu, I say, Mungu wa mbinguni tusaidie. Roho anapokaa ndani yetu katika kiwango cha yale maono ya Ezekieli, si kwa kipimo kile kidogo cha kwenye viweko, si katika kipimo kile cha magotini, si katika kipimo kile cha kiunoni, bali katika kipimo kile ambacho Biblia imehitimisha, inasema maji yasiyovukika, maji mengi yenye kuleta uponyaji. Mahali palipokufa panaponywa. Sikiliza, katika ulimwengu wa roho, Mungu kila ambapo roho yake inajihudhurisha, inaleta uponyaji na ufufuo kwa vilivyokufa. Haleluya jamani, haleluya! Kwa kupitia kazi ya Roho Mtakatifu, zile karama 9 za Roho zinapotenda kazi ndani ya kanisa, zinaleta uponyaji na uzima na ustawi na ushindi dhidi ya shetani, dhidi ya dhambi na ulimwengu. Lakini tunaporuhusu karama zile zinanyamazishwa, karama zile zinakanyagwa, zinazimwa, tunaendelea tu na maisha, ndipo tunapopoteza. Lakini jambo la pili, yale uliokuwa unayaweza, uliokuwa unayatenda, yaliyo ya muhimu ya uhusiano wako na Mungu, yanapokomeshwa alafu kaendelea kunyamaza, hapo ndo tunapokosea. Ulikuwa mtu wa ibada, hafu unashangaa ule moyo wa ibada umekufa. Mtu ambaye tulikuwa tunakukuta Jumatatu uko kanisani, Jumanne uko kanisani, Jumatano uko kanisani, Alhamisi uko kanisani, Ijumaa uko kanisani, na bado kazi zako zilikuwa nzuri, bado maisha yako yalikuwa mazuri, biashara zako zilikuwa zinaenda, alafu shetani akaja akakuhubiria. Sema, kwani siku hizi na wewe umekuwa mchungaji, unashinda kanisani? Wakati mwingine unaweza kuhubiriwa na mke wako au mume wako, akakwambia, kwani wewe umekuwa mama mlokozi, unashinda kanisani? Mama mlokozi mwenyewe naye ana muda anaenda kwa watoto wake, wewe kila siku unakuwa kanisani. Kumbe mama mlokozi analala na kulala hapa kila siku. Anaweza kama mkeo akakuhubiria wewe mwanaume, siku hizi umekuwa wewe mlokozi, umekuwa bili kajange, unashinda kanisani. Alafu unashangaa unaanza kurudi reverse taratibu, unaacha nafasi yako, unaona kama ni jambo jema, kumbe ndio unakufa, kumbe ndio unafukia baraka zako. Leo pokea tafakari katika jina la Yesu, ukajipime uone, rudisha nafasi yako ya uhusiano wako na Mungu. Haleluya! Ulikuwa mwimbaji, ulikuwa unapenda sifa, ulikuwa unafurahia ibada ya kusifu na kuabudu. I say UCC wana neema, roho ya kumsifu na kumwabudu Mungu imekuwa imewakalia kwa miaka mingi. Nilikuwa nawaambia asubuhi, tangu miaka ya 2000 nilivyoanza mimi kuwa full ndani ya kanisa hili, nazikumbuka nyakati tofauti tofauti nilizozipitia huko ndani ya kanisa UCC. Kuna nyakati wana neema yao Bwana, wingu linashuka, watu wanamsifu Mungu kwa juhudi na kwa bidii. Unasikia wameshikamana kwa sauti moja, kwa nia moja, sauti zinapaa, zinakwenda, halafu unashangaa zikishafika huko mbinguni, mwenye ibada anashuka. Akishuka unashangaa watu wananena kwa lugha, ile karama ya kunena kwa lugha, watu wananena kwa lugha, wananena kwa lugha, utafikiri ni lugha moja, ta 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 ta. Leo tunapoona kunena kwa lugha kuna kata kwako na kwangu na kisha kwa kanisa, tunatafakari nini mchana wa leo? Fukua kisima chako, fufua karama ya kunena kwa lugha, fukua, chimbua karama ya kunena kwa lugha. Haleluya, haleluya! Hatuneni kwa lugha kwa akili, kwa ujanja, ni karama tunapewa na Mungu. UCC, tunzeni hiyo, ililieni hiyo, itafuteni kwa bidii, irejee kwenye nyumba ya Mungu. Haleluya! Karama ya kutafsiri lugha, karama ya kupambanua roho, karama ya unabii,
karama ya uponyaji, karama ya miujiza. Haya yote mimi nimeyashuhudia UCC. Miaka yangu ya kuwepo UCC nimeyaona kwa macho yangu haya. Asubuhi niliwaambia Mungu aliona kilio changu, Mungu aliona kiu yangu, Mungu kwa neema, sio kwa ujanja wangu, aliona na alithamini kile nilichojitabiria mwenyewe. Ingawa uwezi, wanasema uwezi kujitabiria mwenyewe, lakini mimi sikujua, nikiwa mwenye dhambi, sijaokoka, miaka ya 80, nikasema hizi ibada nzuri za watieji, hii ibada ya ajabu ya watieji, hii ibada ya watieji na Mungu huyu wa watieji, nikasema iko siku moja nitakuja kuokoka na mimi niwe mtieji, ni muabudu Mungu wa watieji, ni muabudu Mungu huyu aliye hai. Shetani akanichelewesha, ile ninayosema anafukia, akanichelewesha zaidi ya miaka 20. Baadaye ndo nakuja kuokoka. Lakini Mungu kwa kunikumbuka katika ule ukiri niliyosema nataka Mungu huyu nije nimuone, nimwabudu mimi, kwa sababu nilimuona Mungu wa watieji kule kijijini, wakiimba mapepo yanalipuka, wakiimba viwete wanapona, wakiimba, kuimba tu, hapa sijasema kuhubiri, kuimba, wachawi wanatimua mbio, kijiji chote kinashika adabu, ibada za watieji. Na mimi nikasema nataka ibada kama hizi, niwe mmoja wa waabudu. I say Mungu aliponileta hapa alinipa kuzionja, amenipa kuiona ibada ile niliyoiona kijijini. Nilikutana na ibada iliyo hai hapa, nikakutana na karama za matendo ya miujiza, nikakutana na karama za uponyaji, nikakutana na karama ya kunena kwa lugha. Nimeona watu wakinena kwa lugha masaa 3, wananena kwa lugha masaa 2, mtu ananena kwa lugha saa moja amepiga magoti achoki. Nimeyaona ndani ya kanisa hili, nimeyaona ndani ya kanisa hili UCC hii, tukiwa na Paulo Mlokozi huyu na washirika wengi ambao wapo hapa, walikuwepo miaka hiyo, wanayajua haya. Haleluya jamani, haleluya. Kupitia hapa madhabahuni hapa kwenye kanisa hili nilimuona, nikamuonja Mungu wa Musa, Mungu wa Musa na Israeli, yule waliyemwimbia Bwana ni Bwana wa vita, na mimi nilishiriki kuimba hapa nikamsifu Bwana. Nimemwona Mungu wa Israeli, nimemwona Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, nimemwona Mungu aliyekuwa na Danieli. Hata kama hatukupita sisi kwenye moto au tanuru la simba, lakini tumepita kwenye nyakati ngumu na nimemwona Mungu akituvusha. Nimemwona Mungu akinitetea mimi mwenyewe, akinivusha kwenye hali ngumu kiroho na kimwili. Nimekutana na vitu vingi vigumu. Asubuhi nimesema hata majaribio ya kubakwa na wanawake Mungu amenivusha, majaribio ya kuniua, kuniondolea uhai Mungu amenivusha. Nimekutana na ajali zilizokusudiwa kuniangamiza Mungu amenivusha. Ninao ujasiri wa kusema Mungu naye mwabudu ni Mungu aliye hai, na Mungu huyo aliye Mungu wangu ni Mungu wa nyumba hii, ni Mungu wa madhabahu hii, ni Mungu wa kanisa hili, Mungu wa UCC. Tatizo liko kwenye kufukiwa kwa yale mambo yanayoweza kukupa kumwona Mungu. Kuna kufukiwa hata njia yako ya kuona na kutafakari, njia yako ya kusikia inakomeshwa, inazibwa, inafubazwa. Asubuhi tulikuwa na muda wa kuweza nikatoa baadhi ya shuhuda. Muda naona kama umeenda, nisiende mbali, lakini sikiliza niseme hivi. Nimetaja karama hapa, sifundishi karama za Roho Mtakatifu. Nimetaja kama kuona, tutafakari kwa habari ya mambo ya mwilini, afu tukaja kwenye mambo ya nini, ya kiroho, utumishi wetu na huduma kanisani. Sawa? Sikiliza. Tulienda Mwika, nadhani ni Mwika au ile ni Mweka au Mwika. Iziti Mwika? Nadhani Mwika. Sikumbuke kama ilikuwa ni kwaya Upendo au ilikuwa ni UGS, lakini tulienda kwenye mkutano wa Injili. Katika siku tulizokaa pale, hiki tusijaisema asubuhi, imenijia sasa nilipozungumza habari ya Roho Mtakatifu na karama ya kunena kwa lugha na kufasiri lugha. Katika siku tulizokaa pale, siku 2-3 za mwanzo, tulikuwa na upinzani mkubwa sana wa Kichaga na dini, ukabila na dini. Hawataki kuhubiri Yesu anaokoa, wamekatazana kuhudhuria mkutano. Sisi natuuma hawa ni ndugu zetu, tumewaletea neno la Mungu. Siku 2-3 zote tunaambulia watu 3, 4, 5, watu wachache wanaokoka na wachache wanakuja kiwanjani. Na kwa sababu ya uchache hata ishara na maajabu zinakuwa ni kwa kidogo, si mko wachache. Kama siku 3-4 zilizopita, siku moja asubuhi
tukawa kwenye maombi, alafu kiongozi wetu akasema, nasikia moyoni tuwe na kipindi tu cha kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, tumwadhimishe Mungu, tumsifu Mungu, tuutaje ukuu wake, tumuinue Mungu, alafu tukamaliza. Hakuna haja ya kusema tunaomba kitu fulani. Tukaanza kumsifu Mungu na makofi yetu haya kwenye ibada ya asubuhi. Hatuna gitaa, hatuna keyboard, makofi na sauti zetu. Tumeimba nyimbo za kutosha za kusifu, tukaingia kuabudu. I say, alishuka mwenye ibada, alishuka. Sikiliza, kwa macho yangu na masikio yangu nilishuhudia mtu ambaye hajasoma. Sikiliza wazi, kwa kusema hivi simsemi kwa ubaya, lakini nataka kusema kitu cha utukufu wake Mungu kilichotendeka. Mtu ambaye hajasoma kwenda elimu ya juu, ambaye kwa jinsi tulivyo wa Tanzania ndo angeweza kuongea nini Kiingereza kwa ufasaha, ni mtu mwenye darasa la kawaida la huku chini, akatoa unabii kwa Kiingereza, akaongea Kiingereza safi. Sisi ambao kidogo tumepata neema ya kwenda kwenye visekondari huko, kwenda kwenye viform 4 huko na kwenye viform 6 na vyovyo vidiploma na vidigrii, masikio yetu yakasikia anatoa unabii kwa nini, kwa lugha ya Kiingereza safi. Anapomaliza tu ndip, akaingia mwingine akatafsiri kile kilichotolewa kwa Kiingereza kwa Kiswahili. Huyu naye hakwenda shule. Wale wasioenda shule, mmoja alitoa kwa Kiingereza, alafu mwingine akafanya nini, akatoa utafsiri kwa nini, kwa Kiswahili. Matendo makuu ya Mungu katikati ya waaminio. Haleluya! Nimeyaona kwenye kanisa hili. Asubuhi nikasema, nilipewa nafasi ya kusimamia vijana hawa tunaowalea hapa kanisani, nikiwa mwenyekiti wakati huo. Kuna vijana tulikuwa tunawalea huko mtaani, nikaambia wasimamie huo, natoa ripoti kwa katibu wa kanisa, kwa mzee kiongozi. Wakati ule tulikuwa na mzee wetu marehemu mzee Mkono. Nikawa naendelea kumsimamia huyo kijana mmoja, hao wengine sisemi, lakini huyu mmoja, wengine waliondoka, nikabaki na huyo mmoja zaidi. Nikawa namhudumia kwa ukaribu, namsimamia, namfundisha neno la Mungu, namtia moyo, pamoja na ndugu zangu wengine wana CA. Tumepewa hiyo kazi, tunaendelea naye. Tunanikana tukienda hatua moja tunarudi hatua 3 nyuma. Huo mwendo ni mwendo gani huu? Ikawa inanisumbua. Tumejadiliana mara nyingi na wazee, wananiambia twende hivi, tujaribu hivi. Siku moja katika kuomba kwangu, nimekuja hapa kanisani, wazo likanijia la kimungu, muombe Mungu, muulize juu ya huyu kijana, kwa nini imekuwa hivi? Nikasema, Mungu, naomba unifunulie juu ya huyu mtoto, ana shida gani? Mbona hatuendi? Mbona hatuelewani? Sikiliza. Nikiwa nimelala nyumbani, Bwana akasema nami kwa njia ya ndoto yenye maono. Nikapelekwa Mlimani City. Wakati ule Mlimani City ilikuwa inajengwa, kulikuwa na visima vimechimbwa vya maji ya kuhifadhi maji ya ujenzi. Kwa hiyo kisima kimoja wapo nikakiona katika roho, pale ndani ya maji kuna kambale mkubwa mwenye kimo cha watoto hawa saizi ya kati. Asubuhi nilikuwa nawaambia msinione hivi mimi nimevua samaki. Kwa ninapoeleza kambale mkubwa, naeleza kambale mkubwa kweli kweli, alafu mweusi, tofauti na nilivyozoea kambale ni wazoea kule nyumbani nilikuwa nawavua. Nikajikuta nauliza, hiki ndio nini sasa? Huyu ni kambale wa namna gani? Sauti inanijibu, anasema huyo sio kambale. Nasema ni nini? Anasema huyo ndio kijana wako fulani, anamtaja jina. Nikasema kwa namna gani inakuwa mtu wa namna hii? Akasema muangalie vizuri. Niliona anapiga mwendo akienda hivi tap, kisima ni kidogo, lakini namna anapokwenda kufika ukutani na kugeuka, speed ni kali kweli kweli, kiasi kwamba hata macho yangu yakawa kama yanavurugika, siwezi kumaliza ule mwendo wa kumwangalia. Alafu nikaamka, nikatambua haikuwa ndoto ya kawaida. Napotafakari hii ni nini, Roho Mtakatifu anasema, si ulimuomba Mungu akufundishe, akuambie juu ya huyu mtoto? Nikasema ndio. Anasema ndicho ulichokiona. Akasema maana yake nini?
Akasema huyo ndio huyo mtoto alivyo. Katika ulimwengu wa roho ana akili nyingi na ufahamu mwingi na uharibifu mwingi kuliko mnavyoweza kumfikiria. Akasema hutamweza. Ikiwa mwenye kanisa amesema hutamweza, utamng'ang'ania ukae naye kanisani? Nikasema basi niende kwa, nikawaza siku ya kwanza ya pili nikaja kwa mzee wangu, mzee marehemu Mkono. Kaongea na baba, nimeota ndoto hivi na hivi na hivi. Akawaza mzee wa watu akasema, nenda ukamwombe Mungu tupate hekima namna ya kumuondoa, usihangaike naye tena. Nikasema sawa. Nikamwomba Mungu. Akaondoka akarudi mahali fulani alipokuwa anakaa mwanzoni. Yeye mwenye akaenda tu akasema naenda kusalimia siku 2-3. Akaenda kule akajisaidia kitandani usiku. Mtoto mkubwa wa miaka 16-17 akajisaidia kitandani. Ikawa kero kwa waliolala nao, ikawa kero kwa nyumba nzima. Wakamtimua na wakanijulisha, kwa sababu tulikuwa tunawasiliana nao. Wakanijulisha tumemtimua, amefanyaje? Kapuu kitandani. Na wakaeleza jinsi alivyofanya, ilikuwa ni ya hila. Jioni naona huyo amekuja hapa, hajui kama najua. Kamuulize imekuwaje? Nimerudi. Kumetokea nini? Hamna kitu. Kamwambia hapana, nimeambiwa umepuu kitandani. Kweli sio kweli? Anainama chini. Nikamuuliza kweli sio kweli? Akawa mkali. Kamwambia sasa sikiliza, kama umepuu kitandani kwa wale ndugu waliokulea siku hizi zingine, na hapa pia utapuu, na hapa hii ni kanisa la Mungu, hivyo nafunga mlango, hutaingia ndani, nenda katafuta mahali pengine pa kuishi, hapa tena pamefungwa. Alinitukana vya kutosha. Asubuhi sikusema hilo neno, alinitukana. Unajua wachungaji tunabebaga vitu vya ajabu. Alinitukana kweli kweli. Unajua kutukana, tukana matusi ya nguoni. Nikanyamaza nikamwacha. Kamwambia neno moja tuondoka. Akaondoka zake. Nifupishe, huyo kijana mpaka leo hajakaa popote. Yaani hata mwaka jana kama sijakosea, kama ni mwaka jana, sio mwaka jana basi mwaka juzi, alikuja tena hapa kanisani. Na amekuwa kila baada ya miaka 2-3 anakuja. Kila akija Mungu alivyowa neema ananikuta. Akitokea tu getini amedanganya walinzi na kuja kuwaona mchungaji mlokozi, si mchungaji wa Bili. Akija akifika hapa Bili huyo hapa. Akifika tunamwambia unasemaje? Nimekuja. Nasema we. Amebeba uharibifu juu ya kanisa. Halo. Sasa sikiliza, yale macho, hiyo neema, hayo mambo kuyajua ya rohoni namna hiyo, hayo mafunuo yanapokoma ndani ya kanisa ni msiba. Yanapokoma kwenye maisha yako na kwenye maisha yangu ni msiba. Mchana wa leo funika Biblia yako na daftari lako na kutia moyo, fumba macho mahali ulipo ukiwa umekaa umetulia. Je, ni wapi ulipoanguka? Ni wapi palipokanyagwa? Ni wapi palipofukiwa? Ni nini kilichozibwa? Vya mwilini na vile vya rohoni. Usipopiga kelele, msaada wa Mungu hautakujilia kwa ajili ya maisha yako binafsi. Tusipopiga kelele kama nyumba ya Mungu wetu, kama UCC kwa pamoja, msaada wa Mungu hautatujilia. Tutaendelea kuwa na ibada za ukiwa, tutaendelea kuwa na ibada za ukame, tutaendelea kutokuwa na karama za Roho Mtakatifu. Hatutaona haya mambo mazuri na matukufu. Ziko shuhuda nyingi za kusimuliana, lakini Biblia inasema mwenye kiu na aje, kabla ya kwenda kudai maji. Rudi, tazama ni wapi ulipoanguka. Ukiwa umefumba macho umekaa, naomba ubaki peke yako na Mungu wako. Fumba macho, tulizana, umekaa kwenye kiti. Nenda mbele za Mungu. Mwombe Roho Mtakatifu akuonyeshe mabonde hayo, akuonyeshe mashimo hayo, akuonyeshe hila ya kukanyagwa na kuzibwa. Korabasakatakaya. Nenda kwa toba mbele za Mungu aliye hai. Kimya kimya, wewe na Mungu. Sante. Unayepiga magoti, wewe piga magoti tu, hakuna shida. Ukijisikia kupiga magoti, piga magoti. Ukijisikia kushuka kukaa chini, kaa chini. Ukijisikia kutoka kwenye viti kuja kwenye korido, kukaa kwenye korido, sawa.
Ukijisikia kuja moja kwa moja kwa madhabahuni, njoo tu, wakati utayari. Ukumbi umefunguliwa kwa ajili ya kazi ngumu ya kuhitimisha. Tafakari. Koria basaka takai romantasia ikaya kadara basi. Mtu wa kuyatetea maisha yako ni wewe mwenyewe. Mtu wa kuyapigania maisha yako ni wewe mwenyewe. Wewe ndo wa kupiga kelele kwamba niko hapa naangamia. Wewe ndo wa kusema Mungu, uchumi wangu unazama. Wewe ndo wa kusema karama zimeondoka, sisikii tena rohoni, sioni tena rohoni. Wewe ndo wa kusema unabii umeondoka ndani yangu. Wewe ndo wa kusema karama ya kunena kwa lugha imekata, kila kitu chema sikioni tena ndani yangu. Mungu ni rehemu, Mungu nisaidie, Mungu niponye, Mungu nitetee, Mungu nipiganie. Korabasakatakaya mandorma rakasakataya ntoromaisiaikai kori maika sekantara maika sai. Baada ya dakika hizo 2-3 za kwako peke yako na Mungu, tufanye tendo la imani. Tusimame wote kwa pamoja. Robo sakata ntoria masaka koria basaiko tandoro mai. Wenye mioyo ya toba, wenye mioyo ya kushuka, wenye mioyo ya kunyenyekea, wenye mioyo ya kulia, wenye mioyo ya kuita msaada, wenye mioyo ya kusibu bujiko, wenye mioyo ya kutaka mto wa maji yaliyo hai yatiririke tena, yapite tena, yatugarikishe tena, yatujaze tena nyumba ya UCC. Korabasakataya. Mwinulie Mungu mikono na moyo wako, mwadhimishe sasa. Nena kwa lugha, jiachilie. Hori maika sekaya. Usitie uvivu, usitutie uzito. Korabasaka. Kila mtu nena kwa lugha. Mwenye kutaka msaada, kimbilia madhabahuni. Rikabasakataya rekesetere basaka kondoria masaka ekeremasia itaya. Heri maika sekaya. Mwaliko upo, kimbilia madhabahuni kwa msaada zaidi. Rikabasaka rabasakaya manai. Mungu akutokee, Mungu afurahi kuumwa kwako, Mungu afurahi kuteseka kwako, Mungu afurahi ndoto mbaya za usiku nazoziota, Mungu afurahi ukame ulionao wa kiroho, Mungu afurahi mateso ya watoto wako, Mungu afurahi mateso ya ndoa yako, Mungu afurahi kile kinachoendelea kwenye masomo yako, kile cha kufisha, Mungu afurahi madeni ulionayo, Mungu afurahi mzigo ulionao, huzuni ulionayo. Koria mantaya reka sakata terere basi aitaya. Hafurahi baba yako wa mbinguni, hafurahi baba yako wa mbinguni, hafurahi, anahuzunika, anakutaka upige kelele, uchukue hatua. Toka, piga hatua, nenda mbele zake, njoo mbele za Mungu, piga kelele, mwite, mlilie, mwonyeshe maeneo aliyokufa, mwonyeshe maeneo aliyoshambuliwa. Iko nafasi kwa jina la Yesu, iko nafasi kwa jina la Yesu. Korabasakataya rekerebasiki antaya rendoro maika sekaya. Bwana akupe kupona, Bwana akupe kupona, Bwana akupe kuinuka, Bwana akupe kushinda, Bwana akupe kushinda kwa jina la Yesu. Korobo seketarabasa. Wachungaji rendoro maika sekaya mashemasi nekorobo siaitaya randoro maika se rekesetere basaka. Tuwakumbatie watumishi wa Mungu hao, tuombe nao, tulie nao, tuwatie moyo. Korabasaka. Pokea faraja ya Bwana, pokea faraja ya Roho Mtakatifu, pokea faraja ya Roho Mtakatifu, pokea kumbatio la Roho Mtakatifu, pokea kumbatio la Roho Mtakatifu, pokea kunywa maji ya mito. Hori maika seka, mito iliyo hai iwe ndani yako. Korobo seketarabasa. Ayayayayaya. Horobo seketarabasi. Shantolo maika seka. Korabasaka. Rantolo maika. Roho ya ukame